Uko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV ikiwa majira ya saa 9 za Afrika Kati inaelekea 10 majira Afrika Mashariki. Na mimi ndugu yako Baba la Baba, the one and only town DJP, ambaye niko kuletea haya matangazo na niko na Rafael Roger Seko. Karibu. Asante sana, tumekaribu ndani ya studio Baraka One TV ilikuja na habari na maelezo. Katika habari na maelezo, ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Na pia yale ambayo tutakuwa tuko nayo, usisahau pia kutembelea Mwangaza TV kula kutokana na matukio mengine. Mambo ambayo tutakwenda kuyaweka mezani hapa sasa hivi nilimwambia kwamba Roger amekwenda kwenye uwanja wa mapigano Luvungi. Ndio Luvungi. Maana uliingia kufro. Ni kilomita kidogo tu na from maeneo kidogo tu hivi. Ulikuwa na milima ya M23 ile pale wale pale. Ndio wale pale maeneo. Ndio kuna na komanda Jugu. Ndio. Iko Lieutenant General. Ndio Lieutenant General Jugu. Tazungumzia nini ambacho tulikutana nacho kule. Pia bombardement Kilungutwe. Kilungutwe ilikuwa kambi kubwa ya Foka Mike. Ndio. Alikuwa pale, baadaye moto ilikuwa mwingi sana. 5 jours wako wanapigana. Ndio. M23 walijirenforce yao yote. Juu hapa resama kulikuwa kuna kikao kikuu Bukavu. Ndio. Viongozi wote wa M23 walikuwa pale. Na kuwa pale wakazungumzia jinsi ya kufungula mafro. Licha ya kuko message ziko zina circule za kusema kuna audio moja hivi ya mama mmoja iko naongea mambo moja yenye ukisikiza unajua hii si kuinvente na M23. Ndio. Unaelewa? Faso tu ya kutaka kupanikia watu. Balikuya Mourinho wanasema biko na jikonsantre waende Uvira. Mimi mwaliambia ni shemeki yangu anatumika kama shemeki yake, kama ni kaka yake anatumika nabo. Mwaliambia nisitaje nisiseme. Sasa alikwambia usiseme, mbona unasema? Unasema kuna franga zenye zilitoka kwa wazalendo, na hizo franga wazalendo ba mingi Uvira bashazikula. Akaanza sema makanaki, lakini wengine sitabasema juu aliniambia nisiseme. Sasa wewe unasema makanaki, kisha unasema ya nao wengine hawatawataje kusema au hapa ni uongo. Swate ni kutokujua majina ya ba Seigneur de Guerre wazalendo wengine. Ndio. Alijua tu yake makanaki Jundo mwenye iko yake top. Ndio. Sasa akasahau wengine, ndio akasema kitu makanaki ule ujumbe ni ujumbe uongo. Ndio. Ni uongo kabisa. Wanasema wazalendo Uvira washapewa pesa na hivyo. Mbona pesa zinakuwa maproposition za pesa ziko na zinakuja zinakuliwaga. Ndio. Pesa zinakujaga na zinakuliwa. Kwa hiyo hawezi kula pesa ya adui kisha utegemeke utabakia mzima. Tunajua kia traira. Wakati anakupatia franga anakusema muliste kwamba huyu nilimnunua. Huyu ni msaliti. Kwa hiyo kwake utakuwa hauna nafasi. Sasa ni hazari sana kwenda kula pesa ya adui. Ndio. Kabila alitenga 3 miliari muivita. Ndio. 3 miliari ndio iko napigana hapa sasa hivi. Kwa hiyo mambo bado yatakuwa yangali mengi sana. Na hiyo bombardement ya Kilungutwe ambayo ilifanyika, ndege za FARDC zilishambulia sana na kuvunja nguvu za magaidi wa M23. Baada ya kutoka Kilungutwe walijikimbilia mpaka maeneo ya Kasika. Ndiyo. Lakini sio Kasika centre, ikiwa iko kilomita 5 hivi 7 na Kasika. Walikuwa mbele juu ya kufunga pale M23 side. Kwa hiyo habari ambazo ziko zinaenda kwamba Shabunda Mwenga centre, Shabunda centre ishaingia mikono ya M23, walipigana hakuna. Kama masasi ilisikana Mwenga ni ile ya Bagepa. Ndiyo. Baada ya kukimbia ndio wakaenda na PE. Pia masasi kiolela ni. Kupia na kupiga masasi kiolela ya basolda ya FARDC. Mnakimbia kuvita, banaacha bazalendo kuvita na army Burundese. Wao wanakimbia wanaenda ni wanapiga masasi. So tutaingia sana in deep kwa mambo. Ndo mambo ambayo tutakwenda kuyazungumzia kiundani sana. Lakini kabla ya yote kwanza embu tumsikilize Roger Seko, tuambie kwenye ulienda kwanza kulikuwa nini ambacho kilifanya kwamba
timu ya Mwangaza TV na Baraka One TV vinatoka hapa na kwenda kule? Ndio, kulikuwa tukio kwamba kulikuwa ukaribisho wa kiongozi Lieutenant General Jogo ambaye alitoka maeneo ya za juu kule yule Rubarika kule. Ndio alikuwa anapambana kule, akashuka sa maeneo ya Luvungi. Na wakati aliwasili Luvungi, kulikuja timu ambayo ilitoa aliko kwa upande wetu, ilikuwa ya viongozi wanakushimamia kundi la Jogo kundi, kwa sababu kila group army ishakuwa na movement. Ndio, na kundi la Jogo liko katika movement ambayo inaitwa IPSN ambayo inaongozwa na Yamuri Bigopano Destin. IPSN. Sasa ndio wakati aliona general wamekuja, akasema kwamba Mwangaza Television na Baraka One, kwa sababu ni television kubwa sana, ziwe nazo katika sherehe hiyo ili kujua nini ambacho itaendelea huko, ili tupate kujua habari kwa kila ubaga. Tukashuka katika mji wa Luvungi, na njoo hapo tulipata kabisa muda wa kutulia, kwa sababu tulitulia na tukapita, tukasema hata tupate hata usingizi wa siku moja, tusikie kwamba habari inasemekana juu watu huko wenye wakaleta habari za uongo za kusema kwamba Luvungi kunalia milio ya risasi kila siku nini kunakuwa avance, manake M23 kataka kumenase. Tulala usingizi mnono kabisa, hakuna hata milio ya risasi tena, kwa kuna kimya kuliko hata Uvira. Luvungi ndio kimya kabisa, nzuri sana. Na baada ya hapo ndio kiongozi aliwasili jana Jogo, na alipata muda kuzungumza na watangazaji kama unavyoona kwenye video zetu. Alizungumza mengi, akasema kwamba hozi akazungumzia mule Luvungi, ilifo tupande kule juu atuoneshe maeneo kwenye M23 iko. Ndio azungumze, akuwa anaonesha ni pale vile ndio tunapigania hapa na pale. Na sisi tukajipa muda kwenda bana, tukafika pale, akaanza zungumzia kwake kuonesha kwamba wanapambana kila wakati kule mbele sehemu, lakini unakutanisha kwamba viongozi wa nchi moja wapo wanawasahau kwa kupatia machakula na kuongezea minisio. Lakini kwa nini wako wanaongezea minisio watu wenye wako na gaspia hiyo Uvira? Ndio swali lenyewe alijiuliza. Akasema sisi watu tunapigana kule yule Marubarika kule juu, tunapambana, tunachunga adui asipimi kutambuka kule, hatupati minisio, na wanatoa chakula kifike kwa gafia kidogo. Lakini wako wanashinda msantre vile, wanagaspia minisio na wanawapa na chakula. Akasema yani kuko kukaonevu moja wapo ya gouvernement ya Kongo kwa wazalendo. Na cha ajabu zaidi akasema kuna wazalendo ambao wako na majina makubwa vile, lakini kule kufuru hawana majina, wasikiliki. Akatosha mfano kwamba akasema kwamba kuko mzalendo mwenyewe aliwahi kusema kwamba anakia pambana nao kule Rubarika. Akafika Rubarika, hakupiga hata risasi moja. Wakaenda sehemu moja majani, wakapiga mapicha na video, aseme mimi naitwa general fulani, niko kwenye shamba la mapambano, na soda wakamzunguruka nyuma tu, wakapanua apre pale akarudia, aseme mimi nalikuwa kwa shamba la vita. Akasema ni wengi sana majenerali wonyesha kutana nao kule wako nafanya hivyo, lakini wao wanapigana kila siku, lakini foro yao haionekani. Kwa hiyo alikuwa anatoa dukuduku yake. Ndio. Kwa nini wale wazalendo ambao wako wanapigana wanaachiliwa? Ndio. Hawapati assistance. Ndiyo. Kisha wale wafeki wazalendo wenye wako wanatia mafujo kwa marezo sosio na interview mara kwa mara na wazunga mjini. Hakuna ambacho wako nakifanya. Ndio hivyo. Akasema kwamba anatoa wito, anasema message kwa viongozi wote wa kizalendo. Yote mwanayoko msantre vile waungane mkono, wakutanane kule Rubarika, waende piga adui. Hebu tumsikilize kwanza, kisha tutakuja kuzungumza kuhusiana na hii vita ambayo iko inaendelea. Lakini mengine yote kuhusiana na hizi kazi za Komanda Jogo, Lieutenant General Jogo, utakutana nazo pia Mwangaza TV. Kwa hiyo tembelea Mwangaza TV ili uende kusikia mengi zaidi, lakini kwanza tupate kauondo kidogo. Ni ya kuchunga raia na mali yake na mipaka ya nchi. Sijue ni nini tunaingilia. Kuingilia ndugu yako naanza mpiga masasi mnyumba. Watu hawalale abasinzie. Mimi nakuja kuchukua jeshi yangu yote nipande kubilima, nianze pigana kaziba. Sababu naona barabara hamuna kitu. Watadanganya watu uko mkazi na kuna kazi. Uvira wanatia kwa watu tu wanakula faranga, bana sababu yuko mkazi. Mimi napigana siku kwa siku. Napigana Kageregere, napigana Minembwe Mikenge, nashuka. Mimi nilianza mnona sisi. Niliingia Kisoda mnona sisi. Niingilia wapi pale Kagabu. Nilikuwa na mzee Rukibirigi. Ndio wakati niingia Kisoda. Tunaenda piga nini? Tunaenda piga kule Yulu Kitembe. Nikaandia Kisoda yangu, nikatumika na Abdalunda, nikatumika na Kapopo,
nikatumika na Dunia, nikatumika na madoadoa Rwandazi, mpaka Saramabira, mpaka Kirembwe, Siaikalaka, nikaingia Mwenga, nikatumika na mzee na Kiliba, nikaingia Bunyakiri, nikatumika na mzee Padiri Urendo. Mimi Siaikalaka mbarabara niko naiba. Mimi naambia ndugu yangu wote wenye biko mbarabara, basimame tupande kubilima. Benye hawawezi kupanda bapiga Katogota, na mimi ndapiga Kaziba. Kama biko tayari wanaambia uko tayari. Naita bapande batoke Uvira. Sababu nasikia watu wanalia Uvira sana. Banalalamika. Tuwe kazi gani tuko nafanya? Sisi tulipewa za kusaidia bandugu yetu, mama na baba. Lakini zinakuwa za kutuua si peke. Tupande toko barabara, mimi nakataa naambia jeshi yangu yote iko Uvira na yote pande ni kutoka Bilima. Sisi tupige Ruwinja. Hivi niko Ruwinja. Jana nifanya floor Ruwinja nikapigana. Suda wangu wakapotea kule wawili na vingine. Hivi vingine wako nalia tu barabara wanaenda wapigana wao peke. Mimi siwezi enda kukilia kwa mtu mwenye anipiga mwenzake. Wewe ukipiga FARDC baba yangu. Kama niliingia Rubirizi mimi ni balinita kuradi nikaingia Rubirizi nikafanya formation Rubirizi. Baka nipatia wasoda Rubirizi kusema nende niko mtu wa radi. Radi ananisahau kwanza. Siwe Kinshasa kama apadi alikumbuka kama niko hapa. Hanaia alinituma mkaza niita toka kule. Bingine banaenda iba masira kunyang'anya masira kwa FARDC. Mimi nilikataa niko mtu wa guvernema. Siwezi fanya kibaya na guvernema. Nategemea guvernema nipokeze venye ndapenda. Niko pamoja na guvernema kuna kingine kupiga adui atoke wa Rwanda. Ndio huko siku mbili unafika hapa Luvungi. Tunataka tujue situation securitaire kwenye ulitoka pale Kumilima. Iko namna gani na wazalendo wako wanajikomporte namna gani? Pale Kumilima tuko bie. Mimi niliacha adui hakuna adui pale. Niliacha tunafunga from nzuri. Niliacha Kitoga ni salama. Bijojo ni salama. Bibangwa ni salama. Kitembe ni salama. Nikaacha Boti ni salama. Rumwera niliacha ni salama. Nikakuya mpaka Rurambo ni salama. Namubura ni salama. Ruwinja, Mbwega yote naacha ni salama. Kuna shida naacha kule. Tunafunga tu furu adui hawezi pita tena. Apande kuvilima kule kwetu. Tunamfungia mpaka Kaziba. Je, Kageregere kuko namna gani pale? Kageregere tunafungia marungu. Tunachunga guverneur tupatie vitu. Tupe masira, tupe chakula, tupige Kageregere. Sisi hata omba mtu wa kutoka barabara. Si peke kule yule tunajiweza kupiga Kageregere. Kama mbele tuliwachomea manyumba wale wajirani wakakimbia. Hatukukuwa na watu wako barabara. Tulikuwa na sira tuliuza sisi ufranga zetu. Ndio tupiga pale. Batusaidie chakula, batusaidie risasi, tupige Kageregere toke pale. Ndio tukiingia zone ya Mwenga kuna hali ambayo inasemekana kuwa wazalendo mko mnarudia nyuma. Mnaacha jeshi la FARDC na Warundi kisha wanapigwa na alafu wanarekupere nafasi nyingine. Wewe kama vile mzalendo ambao unametrize ile milima yote, labda utuambie hiyo hadi iko katika namna gani? Hali ya Mwenga iko vile. Adui alikuwa kwa wingi. Pale niko na wasoda walienda kule Mwenga. Biko pamoja na mzee na Kiliba. Biko na wasoda bangu wanatumika na mzee na Kiliba. Biko pale mkazi. Adui alianza pigana, wale walianza kimbia ni FARDC. Ndio kwanza kutimuka na kuingia Kidasa na kwanza kunyang'anya vitu vya baraia na kubomola. Fasi wanaita Kidasa. Kutoka Kasika. Pale ndio Kasika, maana kutoka pale unaingia fasi wanaita, unaanza ingia mpaka Mwenga. Pale ndio walishia kwanza nyang'anya raia na wengine wakingali Kirungudu. Hao walikimbia kasha wazalendo huko Kirungudu pamoja na Warundi ndio gari wanafunga. Unasema wasoda wako pale Kirungudu, lakini Kirungudu tulipigia simu baadhi ya mashirika za kiraia kusema kama wazalendo walijaribu kunyang'anya raia mbuzi, kuku na vitu vingine kadhalika. Ni kweli? Ile ni bongo. Ile ni bongo. So naona tuna makundi mengi. Kuna makundi inaweza ishi pale. Bali balipokonya wasoda wa guverneur silaha. Bali aliko ikundi ile. Bali ni bamwizi, bali ni babandi. Balikuwa wanaiba tangu mbele. Ukienda nabo mvita batakutoroka, bataenda iba. Sawa nazoea kuiba. Je, FARDC inawaheshimu nyinyi wazalendo na nyinyi mnaheshimu FARDC? Ndio, sio kubilima na Kaziba fasi yote. Tunakula sahani moja. Tunalala kitanda moja. Hakuna mwingine na mwingine. Yeye ndio mkubwa yangu. Mimi ndio mdogo yake. Ndio ananiambia bwana, ndio ananipatia risasi, ndio ananipatia chakula. Ndamdharau jua nini? Wanasema mnakuwa mnafanya replace strategic, mnarudi nyuma baada ya mapambano. Kageregere tutegemee mtaichukua siku gani? Kageregere tunachunga tu vifaa. Tunachunga na rasio. Kitoka kuvunema na tupatia order, anza pigana. Tungikuwa na vifaa pale kama Kageregere tuko nayo. Hivi tunaizingia. Tuko pembeni, biko katikati. Habana hata soko. Kitoka walikuwa wanalema soko ya Kitoga na iliifunga. Abafika tena Kitoga. Panabakia tu wanalema kasoko kamoja kakashengo. Kwenye kuko aba suda wa Burundi. Na ikiwa guvernema itawapatia vifaa mtafanya? Tutashikaza kisi tujikaza mbele. Kama tuliingia polini, tuliingia tukukua na silaha ya guvernema. Tulikuwa tunakula njoo vile. Raia njoo baba yetu. Raia njoo inanisaidia mimi. Njoo inanipatia chakula. Njoo inanivalisha. Kama raia anaweza toka na mimi siwezi kuwako. Unaona raia wataishi katika hali gani ambao wamezingirwa ambao hawana soko?
Raia yetu iko na soko. Inateremka naenda Kahungwe, Sange. Banaenda fasi yote Runingu. Banalema kila soko. Mimi nawaambia ndugu yangu, batoke Buvira. Bashi raia Buvira. Buvira hakuko furo. Buvira hakuna adui. Adui yuko Kamanyula Katogota. Adui yuko Kaziba. Adui yuko kule Ruhinja Mbwega kule Kuizini. Huku sasa Buvira wanachunga nini? Hakuna adui mwenye yuko nyuma yao. Adui yuko Kageregere. Mwenye apende kuya huku kufura yuko Kamanyula apande Kageregere. Apande kule Katobo. Tukue pamoja. Wala apande Masango. Tukue pamoja. Batoke Muviri ya Buvira. Mimi nawaambia kama ni chakula, batakula kisi na sisi tunakulaka. Baachi kwanza barai bapumzike. Kama tulikamata silaha kusema raia ikuwe na amani. Sasa wewe utakuwa na amani na raia, ni unamtesa. Ukipita hapa raia unamfunga. Unapita hivi sasa watu wabalali. Mimi nasema kama government anisikia, ibambie wapande, batoke Buvira, bachi Buvira huru. Tufuate adui Kageregere. Bingine baende Katogota. Mimi napewa na raia. Raia mimi namchungia usalama. Akitoka kushamba tanaisha mwindi moja na lalie muhindi. Nategemea kuvuna kisa tanikumbuka, ndio tanipeleka chakula. Raia ndio ngale baba yangu na mama yangu. Ndio wananichunga. Ndio maana nawalindia usalama. Na mbuzi yao wezi waikule. Hata kuku yao inalala nje. Ngombe zinalala kubilima kisa zinapenda. Ndio vile tunaishi pamoja na raia kule kubilima. Mimi naona hapa Ruvunge kuko salama. Sababu nilikuta hapa Ruvunge kuna sememea na mzee ya kutumba iko hapa. Ya kutumba iko na fro. Ya kutumba anajiweza. Bingine anamcheka. Basi cheke ya kutumba. Iko mkazi. Kama nifika Ruvunge na lala Ruvunge nilikuta ya kutumba iko hapa Ruvunge. Nitoka hapa nikafika kwa Warundi, nikakuta wanakamata wazalendo wa moya, balienda kama nyuma ya sheria ilikuwa kenda. Ibakuta kule kwa Warundi kule mbele. Balipita nyuma kuambia wenzao kama wanaenda kufanya kazi. Bakaenda sawa kifurodi. Balikamata sawa adui. Nikamwambia hapa wanasema kifuleru. Bawadushe kwa Buvira wakarudia Buvira. Lakini hapa nilikuta hali yenyewe hapa, siku nilifika nilikuta walipiga watu mkanisa. Ndio ngati tunafuatilia hiyo hali ya kuwa tena barai hapa mkanisa hapa Ruvunge. Tunaambia mzee ya kutumanyiko hapa Ruvunge. Angalie hii hali yenyewe pale. Bali wanafanya makosa, baba funge, baba hukumu. Bingine bote bapande, bafungie kimpaka wapi? Bafungie Rubalika, bapande Ngari, bapande Nabu, bapande mpaka waende mpaka Kaziba. Batoke kwa barabara. Atupende vitu vya barabara. Mimi naona pa Ruvunge raia nayo ilishakuwa na boga. Sasa sasa naanza lia hapa usiku nayo. Sababu sasa hapa mimi siku mtu hapa. Niko na jeshi hapa. Jeshi hapa sasa kuku mwenye anawazidia. Nao wanakamata mipango kwa wale mwenye anawazidia mnyiko hapa. Ndio nawaambia hapa kuna kamata mpango kwenye mzee iko ya kutumba. Basi kwa na babaika wanaenda hovyo wanapiga risasi. Kama ni gouvernement, baite komanda wa gouvernement baite. Na mwenye anapiga risasi ni fulani, ni soda wa fulani. Lakini nawaambia hapa Ruvunge nakuta hali iko ngali mzima, watu ngali wanaenda kushamba, banakula mzuri, hakuna shida. Kamanyula na Katogota ndio adui. Na ndio tunapenda tupige kwanza Kamanyula na Katogota. Tuendelee mpaka mbele mpaka Bukavu. Mimi naona hizo masiku sisi tunapigana kubilima. Huko kwenye tuko ni huko Moprato, kazi inaendelea. Tupigana Ruhinja hizo siku mbili. Pigana Ndondo, Kaziba, kazi inaendelea. Hapa Kamanyu Katogota ndio kwenye abaya fungula. Tutapenda tuonane sisi wote. Viongozi babaitishe. Tufanye renyo. Tufungule hapa Katogota nao. Ingine fasi watu wanapigana. Katogota ndio kuko tu huru tuwe jua nini. Asante. Naam, baada ya kusikiliza kwa kifupi tu yale ambayo yalifanyika huko wakati Roger Siko amekwenda kuonana na Lieutenant General Jogu. Ndio, na alikuwa na kikosi chake hapo cha komanda vile huyo ambaye mmemwona mnene pale. Ndio komanda vile wake anasimamia batali. Anafanana na ni Kibambala. Ndio. Na Luvumbu. Ndio. Mimi kwa sasa ni ndugu yake na Luvumbu ama ni yeye. Ndio. Watafanana na Luvumbu Kibambala. Vita nyiko naendelea Mwenga bwana na Shabunda imekuwa inaleta sura nyingine tofauti. Wiki sasa hivi tokea walivyosaini tu mikataba ya Doha, après kusaini tu na M23 wakaanza kulanse maataki. Na walikuja kweli. Walikuja watu wakuwa na wanategemea Wazalendo na FRDC wao walifanya kama kuzubaa hivi. Ndio. Wakajizubaisha, wakajisaulisha. Wakati wenzao wako na mikakati wanapanga kwamba baada ya hapa tunaenda hapa, baada ya hapa ni hapa. Sasa moto gisu ulikuja tukazie sana hapa Kilungutu. Kwanza kabla ya Kilungutu, M23 ilifanya masakri Katana. Ndio. Iliua watu Katana wa kutosha. Wewe usikie tu. M23 iko nafanya hapa na ni Kilungutu wakati waliingia Kilungutu. Walifanya masakri pia Kilungutu.
makumi ya watu walipoteza maisha, kitu ambacho kinavuruga kabisa kufanya wananchi kukimbia makazi yao na kujikuta wako porini. Na hapa Kilungutu ndiko habari zilikuja kwamba Foka Mike alipigwa masasi. Masasi ndio hapo Kilungutu. Hapa Kilungutu. Lakini hebu tuambie kidogo kuhusiana na hapa. Je, Foka Mike kilimkuta hapa ama alikuwa yuko wapi? Ndio niseme kwamba Foka Mike haliacha vikosi pale. Risasi zililia nyingi sana, kulipigwa masasi ya kutosha karibuni hata siku 3 mfululizo, risasi zilipigwa 5 bana. Kulipigwa kabisa risasi za kutosha. Lakini alikuwa ameondoka kidogo. Kusema kwamba habari alisema imeumia ni habari za uongo. Hiyo ni habari za uongo kabisa, nazo uhakika ya niseme percent 100%. Hakuumia hata wala hakukuwa sehemu hiyo wakati mapambano yalikuwa yanafanyika pale. Tulijaribu kumtafuta Foka Mike lakini tulikosa tulimkosa. Ndio. Lakini yeye ndo angetuambia kwamba yalotokea Kilungutu inasemekana kwamba alipata majeraha. Je, ni kweli ama si kweli? Lakini kikweli ni kwamba hakupata majeraha. Ndio, kwa sababu huyo kiongozi ambaye tulizungumza naye, huyo ambaye anaitwa nani, Jogo, naye tuliwahi kumuuliza hizi habari za Kilungutu ni za ukweli, kwa sababu wanatumika pamoja na Jogo. Jogo anatumika Lubarika na maeneo ya Mwenga yote. Jogo wakati wako na collaborate na yeye General Foka Mike. Hata kuna picha moja ambayo alionyesha kwamba hizo wako mfront yeye na General Foka Mike. Akaniambia kwamba wakati hiyo ilikuwa inapigwa pale, waliondoka pamoja juu, walishuka limoya na Foka Mike akaenda sehemu nyingine, yeye akashuka huku maeneo ya Luvungi. Kusema kwamba aseme aliumia ni habari za uongo. Okay. Sasa kilikuwa hivi pale Kilungutu kulipiganika ndani ya siku 5. Selo komanda kutoka pale wa Wazalendo alinambia hivi, yale mapigano ya Kilungutu ndani ya siku 5. Ndio. FRDC waliona kwamba wao sio tuseme kwamba wamechoka. Ndio. Hapo kuona wamechoka wakajiretire nyuma. Ndio. Wakaacha arme burundeze na Wazalendo. Sasa gisi walijiretire. Na kwa nini walijiretire? Juu kolonele wao mmoja alipigwa masasi pale. Ndio. Kuko basi sniper wa RDF baliweza kumlenga kolonel. Hapo tukona kolonel wao anaanguka tu basi na morale ikabadilika. Unaona? Kuliko waseme kwamba gisi kiongozi anaanguka tuongeze sasa mkali na sisi tulipize, wao wakakimbia, wakatoka sasa wakarudi nyuma, na ndo kwanza sasa kwenda na piga masasi kuanzia Makasika wapi titi mpaka Mwenga. Ndio. Unaelewa? Ndio. Mpaka kufika msantre vile ni masasi mapiage tu nini. Hakuna mzalendo mwenye alipicha mtu. Ni FARDC. Maana yake ilikuwa ni visirani, akaona kwamba kiongozi wao ameumizwa, sasa tuanze fanya gaspillage ya munition. Ile sasa wenzao waliona kwamba hapo tunawekea sisi wenyewe na kama munition vinapungua, ndio wakatoka sasa Kilungutu wakashuka maeneo ya Kasika. Ndio wakafunga pale Kasika, arme burundeze kashuka na yenyewe pale. Infantry nyingine bakaranforce arme burundeze Mwenga na Shabunda. Ndio. Baadaye wakatuma vingine kule na komanda vile bakabadilisha, wakataka komanda vile mwingine. Ndio. Wa mpya. Na bado wapetisa wanaenda wanapiga na ni masasi kule Muville, bakakamatwa wakakuwa maîtriser, bakanyang'anywa bunduki, na wale wenye wali explique kisi wakaeleweka, wakarudishwa tena kufront. Ndio wakaenda kufront. Sasa walifika pale sasa saa 5 saa 6 hivi. Ndio ndege sasa za FARDC zikapanda. Ndio kwenda sasa kumwanga moto Kilungutu. Ndio moto Kilungutu, moto mpaka saizi Selo bale tulipata komanda alikuwa na ongoza ile operation mu Rwanda, naye alianguka pale. Ndio. Unaambiwa makumi ya Barwande baliangukia pale. Ndio. So mpaka sasa hivi Kilungutu haiko mu mikono ya M23. Kilungutu imerejea mu mikono ya FARDC. Hilo mimi naliongea. Ndio. Na naongea hivi kutokana na habari ambazo zimetoka kwenyewe. Wale watu wasiwapanike, wasiwatie maneno kwamba M23 inakuja haitafika Mwenga, haitaingia Shabunda.
na Kasika pia iko mikono ya FRDC na wazalendo na armée burundaise. Mwenga centre na sehemu zingine, sehemu za mingi tu ziko salama. Avec frappe yenye ilifanyika iliweza kuwa destabilize mzuri sana ba M23, na mpaka sasa hivi wamerudi tena kwenda kujipanga upya. Niseme kwamba niseme kwamba kundi hili la wakepar wanakoka na morale moyo yenyewe iko, manake ni ordre tu ya chef. Isifi chef alumie na wanakimbia mfront. Ma repli strategique kwao wakingaliki wana kwamba ni ya kuprime kwanza, ya kuweka kwa mstari wa mbele. Wakati mwenye shamba la mapambano, wakati adui mwenzako iko nguvu, inatokea kupambana, na hata kama viongozi watakuwa wameumia, na wakati kiongozi anaumia, haitakiwi morale ya wasoda ipunguke. Na kwanza kiongozi mwenye anajua vizuri mapambano, wakati analumia vile, anatakiwa kuikara nafasi moja, wanamtunza, andogo siku naambia wengine wa avance. Lakini jiulize, kiongozi tu anaumia pale mobote antibandande, mnapiga masasi, mwenda mnapora vya watu. Yaani kwa hao walikuwa sababu mtana profite mkavuyo. Nafikiri ile ni problem, na mara mingi mapiaje zinafanyika kwenye uwanja wa vita ni toujours Gepard. Ndiyo. Hiki kikosi cha Gepard ni kikosi cha kuondoa kabisa. Juu unakutaka hata huku Manyabibu kisi walikuwa nakimbia Nyabibwe, wapi, Katana, kule kote wao ndio kuja, ni wanaiba, wanafanya nini hivyo. Sasa huku unaenda unaiba kuku, Ndiyo. Kuku za watu, mbuzi huko moya, wamoja biko na mbuzi 5. Ndiyo. Mbuzi 5 kukamba soda iko naiba mambuzi, aenda nakimbia nazo movita, utakimbia nazo wapi? Ushelewa? Kwa hiyo kisa walisema kwamba wazalendo walifanya piage. Hakuna mzalendo mwenye alifanya piage isipokuwa ni basoda yetu ya FRDC abapetia Gepard ndio walifanya ile mamanyanga. Situation inaelekea kutulia kuanzia leo hivi, jana jioni mpaka leo. Hali inaonekana kwamba inaenda inatulia na hakuna shida yote ambayo ipo kwenye uwanja wa mapigano. Mengine tutakuwa tunaambizana kulingana na nyakati hizi ziko zinaenda, na pia kupata taarifa zote ni kutembelea tu Baraka1 TV na Mwangaza TV. Tutakuwa hapa kwa ajili ya kukupatia hizo taarifa. Nafikiri kwa mwisho tu nikukazia kusema kwa ngambo ya Uvira pia wanajeshi wa mmoja wa FRDC wanachukia kwa nini biko nekala Uvira na hakuna kitu. Ndiyo. Ushelewa? Kwa maana tutakaa Uvira hivi hatupigane Uvira, hatufanya nini? Kwa nini tusiende? Biko naomba mtupatie go ahead. Mtupatie permission twende tupande Mwenga na Shabunda tupigane kule. Ndiyo. Hatuna maana ya kukaa pa Uvira. Tunakaa Uvira ni mavai hivi tu kushuka mplane kurudia. Hakuna maana. Kwa hiyo mturuhusu twende tupigane. Usikia patriotism yenye iko mubazi ya ba FRDC. Hii ilinijenga sana. Ndiyo, hii niseme kwamba huko FRDC wako na morale ambayo iko nzuri ya kupenda nchi ya uzalendo zaidi. Na huko wazalendo wenye kavuyo ya bubu mafranga wa kupata umu. Jiulize wewe generale wanze jitapa kumiti nye kusema kwamba mie ndavala kechi ya $100 nini, na kwani uchuruzi uko nafanya wewe generale, asema utaenda Dubai, siki uko nafanya tena, uko nafanya uzalendo ama unakuwa muuchuruzi. Unakutanisha kwamba wale wenye wa general wa kizalendo wenye wako wanafanya kazi kubwa sana. Haonekani juu fasi kwenye julize mu territoire tu ya Uvira, vile na territoire Uvira vile na territoire muko 30 general. Mwele 30 general hatujasikia aseme bwana walipambana wakamata village 2-3. Kishakuwa ni hiyo tunasikia kwamba wanani na Mtaga hapo wakati alifanya makoalisho, ndio unasikia bwana walipambana, adui atafuta avance wakamrudisha. Unasikia? Lakini kutosha kwamba kuna mmoja ambao wanakuwa wako mwile liyengia franga. Wewe general ushakuwa na kitambi, wewe uko unapigana mpori. Je, masasi kwenye tukisema sio uende mfront, mlinde front kitambi yenyewe kwema. Sangapi kama adui akiwa na moto wa kutosha, utakimbia distance ya kutosha. Na wakati mazile njia naombaka kutembea la miguu. Unataka kutosha kwamba wazalendo wa moja walishaona kwamba hii ni mvumo ya vizuri sana. C'est pourquoi kama ulisikia message vizuri ambayo ni ya huyu General Jogo alisema wa general tuache kuzunguruka kuzurura mu centre ville, tuende tupige adui. Mwanaume anaonekana kanjo kupori kule unapambana na adui, njoo wakisema ulikamata village 2-3
ndio atajua huyu ni mwanaume huyu. Kwenye nyang'anya maana yake ni mwanaume wa kutosha. Tofauti na ile kukakaa hapa mijini. Na hiyo ndio alisema tena wakati usikie ujumbe wake, anasema kwamba wazalendo wote wako na minisio ya kugaspie bure yenye haina kazi ya kupiga mhewa bure bure. Wapatie nayo. Yes. Tuishie hapo kwanza. Tuishie hapo. Nafikiri mingine tutakutanana saa 12 kupitia Baraka1 TV na saa 12 asubuhi kupitia Amka na Baraka1 TV. Bye bye.